kuwaombea waliotangulia. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu pale pale lile kaburi lake analifanya ni bustani miongoni mwa mabustani ya peponi. Kwa hivyo yule anayeswalia maiti lakini hakwenda kumzika kaburini anapata qirat. Sasa yule anayeswalia maiti mara kwa mara anapata faida kubwa. Huyu ni mtu wa peponi. Allahumma ij'al biladana hadhihi biladan aminatan mutma'inna. Ewe Mwenyezi Mungu, tunakuomba uifanye nchi yetu hii iwe nchi ya amani na utulivu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi alladhi ja'ala ad-du'a lilmayyiti afwan lidhunubihi. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه الذين نالوا بصحبته فضائل لا تعد ولا تحصى. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله تعالى وطاعته. Tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala ambaye ametujalia kusali salata al-Jum'a. Mada nitakayoongea ni mada dua ya kuwaombea waliotangulia. Kuombea waliotangulia, tukianza maiti mwanaume. Maiti wa mwanaume utamuombea Allahumma ighfir lahu, ewe Mwenyezi Mungu tunakuomba umsamehe. Ewe Mwenyezi Mungu ninakuomba umsamehe madhambi yake. Warhamhu, na umrehemu. Wa askinhu fil janna, na muweke peponi. Neno hili wa askinhu, kila ninayemsikia anakosea kulileta neno hili. Wengi ninaowasikia wanasema waskinhu fil janna. Hakuna neno katika lugha ya Kiarabu waskinhu fil janna. Ni makosa katika grama ya lugha ya Kiarabu. Inatakiwa usemeje wa askinhu, wa fataha wa, alifu hamza fataha a wa a, sin saknas wa as, kaf kisraki wa aski, nun saknan wa askin, hedhamehu wa askinhu, wa askinhu fil janna. Na usiseme waskinhu fil janna. Ukisema waskinhu fil janna ni makosa katika grama ya lugha ya Kiarabu. Katika lugha ya Kiarabu hakuna neno waskinhu wala wamaskanahu. Wengine wanasema wamaskanahu, makosa. Kwa sababu kitendo hichi, kitendo cha fi'lu madhi, kitendo kilichotendeka wakati uliopita, kinaanzaje? Askanahu. Fi'lu mudhari, kitendo cha wakati uliopo, yuskinuhu. Hasa fi'lu amri yake, kitendo cha kuamrisha kwake, inakuwaje? Askinhu, na muweke. Wa askinhu fil janna, na muweke huyu maiti peponi. Hii ni kwa ufupi. Maiti wa kike utamuombea namna hii: Allahumma ighfir laha, ewe Mwenyezi Mungu ninakuomba umsamehe madhambi yake. Warhamha, na umrehemu. Wa askinha fil janna, na muweke peponi. Hii ni kwa kifupi. Utamuombea kila maiti kwa dua hii ya kifupi, lakini tutaendelea kuisoma kwa urefu. Ukitaka
ukitaka kumuombea maiti wako kwa kirefu, yote tutaileta kwa urefu. Na hii dua ambayo tunaisoma hapa ndio inasomwa katika takbira ya 3 anaposwaliwa maiti. Maiti anaposwaliwa, kwanza inatakiwa ujue kunuia katika kumswalia maiti. Maiti mwanaume utanuiaje? Utanuia wakati unaposwalia. Manake utakuta watu wanaleta maiti yao wanaingiza msikitini, lakini wao hawaingii kuswalia ile maiti. Tena ile ni maiti ya kwao, hawaingii kuswalia maiti. Wakati huyu aliyefariki ni ndugu yao, wao wanakaa nje, hawaingii msikitini kuswalia maiti. Ukiwauliza kwa nini hamuingii kuswalia maiti, wanasema sisi hatujui kuswalia maiti. Sasa nisikilize vizuri, nikusomeshe namna ya kuswalia maiti. Maiti mwanaume na maiti mwanamke utanuiaje? Na maiti wakiwa wengi utanuiaje? Tunasomesha, unisikilize vizuri. Na kumswalia maiti, kabla sijaanza kusomesha namna ya kunuia, kwanza ninataka nilete faida ya kumswalia maiti na kumzika. Amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam, mtu mwenye kumswalia maiti na kwenda kumzika anapata qirataini, anapata milima miwili ya thawabu. Unaona faida ya kumswalia maiti? Kwa hivyo kila mtu awe na pupa ya kumswalia maiti ili apate hizi thawabu zote hizi. Hasa wale wanaokaa, hawa ni ndugu wa marehemu, wao wameleta maiti yao msikitini, lakini wao hawaingii msikitini kuswalia maiti, lakini wanakwenda kuzika. Yule ambaye anakwenda kuzika lakini hakumswalia maiti anapata qirat, yani anapata mlima mmoja wa thawabu. Ili upate milima miwili ya thawabu, umswalie maiti na uende kumzika. Maiti anaposwaliwa na watu wengi, Mwenyezi Mungu anamsamehe madhambi yake na anamuingiza peponi. Mtume anasema maiti akiswaliwa na waumini 40 wazuri ambao hawamshirikishi Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu anamsamehe madhambi yake na anamuingiza peponi. Hadithi nyingine inasema maiti akiswaliwa na watu 100 na waumini 100, Mwenyezi Mungu anamsamehe madhambi yake na anamuingiza peponi. Kuna hadithi nyingine inasema maiti akiswaliwa na safu tatu, hadithi inasema wajabat lahul janna, ni wajibu aingie peponi, kwa maana Mungu anamsamehe. Kama wenye kumswalia maiti ni wachache, bora mpange safu 3, kama Mtume anasema mpange safu 3. Mtume anasema maiti akiswaliwa na safu 3, wajabat lahul janna, ni lazima aingie peponi. Kwa hivyo yule anayeswalia maiti lakini hakwenda kumzika kaburini, anapata qirat, anapata thawabu anapata mlima mmoja tu wa thawabu. Ili upate milima miwili ya thawabu, umswalie maiti na uende kumzika. Sasa yule anayeswalia maiti mara kwa mara anapata faida kubwa. Huyu ni mtu wa peponi, ni mtu wa peponi. Maana kila siku watu wanafariki dunia, sasa anakwenda kuswalia maiti kila siku anapata qiratain, anapata milima miwili ya thawabu. Huyu ni mtu, tena pepo yake atakayoingizwa na Mwenyezi Mungu sio ile pepo ya hali ya chini, ataingizwa katika pepo ya Firdaus.
kwa sababu yeye ana tabia ya kuwaswalia maiti kila siku, yeye anapata kiratwain. Kwa hivyo tusidharau kuswalia maiti, pamoja na kwamba ni fardhu kifaya. Wakiswalia baadhi ya watu imeshatosha, mji tena hauingii balaa. Lakini mkiacha kumswalia maiti nyinyi wote, basi wote nyinyi mnapata madhambi na Mungu anashusha balaa katika mji. Kwa hivyo baada tunaanza sasa, maiti mwanaume utanuiaje? Maiti mwanaume utanuia. Hapa ninafundisha kwa sauti, lakini wewe wakati wa kunuia unanuia kwa siri moyoni. Kwa hivyo maiti mwanaume utanuia namna hii: usalli ala hadha almayiti fardhu kifaya 4 takbirat maamuman lillahi ta'ala. Kama wewe ndio imamu utasema imaman lillahi ta'ala. Haya, huyu maiti mwanamke utanuiaje? Utanuia usalli, unabadilisha. Kuna maneno unabadilisha, sio kila maiti unamnuia hadha almayit. Kuna maneno ya kubadilisha hapa, unataka unuie namna hii: usalli ala hadhihi almayitati. Unaniona? Unasikia? usalli ala hadhihi almayitati fardhu kifaya 4 takbirat ma'muman lillahi ta'ala. Na ikiwa wewe ndio imamu unasema imaman lillahi ta'ala. Haya, kuna wakati mwingine maiti wanakuwa wawili wanaume au wawili wanawake, au mmoja mwanaume au mwingine ni mwanamke, mmoja mwanaume na wa pili ni mwanamke. Unanuiaje? Unanuia namna hii: maiti wawili hawa maiti wawili tunawaswalia kwa pamoja swala moja, sio kila maiti mmoja tunamswalia. Sheria ya dini ya Kiislamu imerahisisha. Sasa maiti saa nyingine wanaweza kuwa 300. Sasa kila maiti tumswalie 300, kila maiti tumswalie swala ya peke yake, haiwezekani. Wote 300 tunawapanga mbele, tunawaswalia kwa swala moja. Sasa kuna namna ya kunuia, ndio ninasomesha hapa, unisikilize vizuri. Haya maiti, kwanza tunaanza maiti wawili, alafu maiti wengi wakiwa wanaume na wanawake tunanuia. Wakiwa wawili utanuia namna: usalli ala hadhaini almayitaini. Unasikia? usalli ala hadhaini almayitaini fardhu kifaya 4 takbirat ma'muman lillahi ta'ala. Au wewe ni imamu unasema imaman lillahi ta'ala. Hawa ni maiti wawili wa kiume au mmoja mwanaume na mwingine ni mwanamke, utanuia hivi. Haya, wanaweza kuwa maiti wawili wa kike. Maiti wawili wa kike inabadilika maneno. Unasemaje? Utanuia namna: maiti wawili wa kike utanuia namna: usalli ala hataini almayitaini fardhu kifaya 4 takbirat maamuman lillahi ta'ala au imaman lillahi ta'ala. Hao ni maiti wawili wa kike. Hao tumesema hao ni maiti wawili wa kike. Usalli, tumesema usalli, maiti wawili wa kike. Usalli ala hataini, sio hadhaini. Hadhaini ni wanaume. Hataini, usalli ala hataini almayitaini fardhu kifaya 4 takbirat maamuman lillahi ta'ala au imaman lillahi ta'ala. Haya, tunakuja maiti wengi, maiti wako 300. Haiwezekani tuwaswalie kila mmoja tumswalie peke yake, hakuna muda huo. Wote tunawaswalia kwa pamoja, swala moja tu. Tutanuiaje? Hapa wako maiti wanaume na wanawake, wako 300, tunaswalia swala moja. Haya, kunuia kwake ndio nasomesha hapa. Kunuia kwake hawa maiti wengi, utanuia usalli ala haulai almayitin. Unaona? usalli ala haulai almayitina fardhu kifaya 4 takbirat
maamuman lillahi ta'ala au imaman lillahi ta'ala. Haya wanaweza kuwa maiti 300 lakini wote ni wanawake. Wote ni wanawake, maiti wote wengi hawa ni wanawake. Haya utanuiaje? Maiti wengi ni wanawake, utanuia namna hii. Maiti wengi wanawake utanuia, hakuna mwanaume hata mmoja, utanuia namna hii. Usalli ala haulai almayitati, hii ni jamu muannath salim. Mayitati jamu muannath nini? Salim. Usalli ala haulai almayitati fardu kifaya 4 takbirat maamuman lillahi ta'ala au imaman lillahi ta'ala. Hapo ukisanuia unasoma surati al-Fatiha. Takbira ya pili, baada ya surati al-Fatiha unapiga takbira ya pili. Ikipigwa takbira ya pili unamswalia Mtume. Takbira ya tatu ndio unaisoma dua ambayo tumeanza kuisomesha. Takbira ya tatu ndio sasa ndio naanza kusomesha. Naanza kusomesha kwa maiti mmoja. Takbira ya tatu utasoma hapa, utaisoma kwa siri. Hapa ninaisoma kwa sauti kwa sababu ninasomesha. Utaisoma kwa siri hii dua katika takbira ya tatu unapomswalia maiti. Unasema maiti wa kiume. Sasa tunaanza maiti wa kiume. Hii ni dua ndefu, tunakwenda mpaka mwisho. Dua ndefu, tunakwenda mpaka mwisho. Utasemaje? Allahumma ighfir lahu, ewe Mwenyezi Mungu ninakuomba umsamehe madhambi yake, warhamhu, na mrehemu, wa askinuhu fil janna, na mweke peponi. Allahumma in kana muhsinan, ewe Mwenyezi Mungu ikiwa huyu marehemu ni mwema, fazidi fi ihsanihi, mzidishie wema wake. Wa in kana musian, na ikiwa ni muovu, fatajawaz an sayiatihi, msamehe madhambi yake. Allahumma ij'al qabrahu rawdatan min riyadil janna, ewe Mwenyezi Mungu lifanye kaburi lake liwe ni bustani miongoni mwa mabustani ya peponi. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu pale lile kaburi lake analifanya ni bustani miongoni mwa mabustani ya peponi. Kila mti wa matunda ataupata pale kaburini. Kila mti wa matunda uliouona duniani uko pale kaburini. Maiti anakula matunda ya peponi na vinywaji vya peponi kama tunavyokula sisi tuliokuwa katika uhai wa duniani. Wallahi anakula maiti. Nasema wallahi anakula. Kwa hivyo alafu kuna dua nyingine. Ukishamaliza dua hiyo unaingia sasa, Allahumma la tahrimna ajrahu. Hii sasa hii Allahumma la tahrimna ajrahu wala taftinna ba'dahu waghfir lana wala. Hii dua hii inasomwa katika takbira ya 4. Anaposwaliwa maiti takbira ya 4 utasoma katika takbira ya 4, ndio hii tunaiunganisha. Takbira ya 4 unasemaje? Allahumma la tahrimna ajra, ewe Mwenyezi Mungu usitunyime malipo yake. Wala taftinna baada, na usitufitinishe baada ya kuondoka kwake. Kufitinisha ni kwamba watu wanagombana, ndugu wanagombana katika kugawanya mirathi. Hiyo ni fitina hiyo. Wala taftinna baada, na usitufitinishe baada ya kuondoka mtu wetu huyu. Wala taftinna baada waghfir lana, na utusamehe madhambi yetu, walahu, na yeye umsamehe madhambi yake. Naona hii ukishasoma hii dua inasomwa katika takbira ya 4 unapomswalia maiti. Ukishasoma mpaka hapo ndio imamu anatoa salamu, assalamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh, assalamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh. Ndio maiti. Sasa katika kumuombea maiti unaisoma yote katika dua. Maana yake sio kumuombea maiti tu katika swala ya jeneza. Unatakiwa umuombee maiti mara kwa mara. Sasa unapomuombea maiti mara kwa mara, kuna dua sasa ndefu naiendeleza hii dua.
unazileta hizi zote. Sasa kuna dua ndefu ambayo Mtume alimuombea maiti, ndio tunaanza kuisomesha, uiunganisha na dua hizi ambazo unaunganisha dua hii. Hata katika takbira ya 3 unaiunganisha dua hii. An Abdurrahman bin Auf, an Abdurrahman, kutoka kwa Abdurrahman, kutoka kwa baba Abdurrahman, Auf ibn Malik, ambaye ni Auf ibn Malik, sahaba mtukufu wa Mtume Muhammad sallam. Qala, amesema, salla Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ala janazatin fahafidhtu min duaihi. Mtume aliswalia jeneza, basi nikahifadhi dua yake. Hii dua Mtume alikuwa anaiomba katika takbira ya 3. Mtume alikuwa anaiomba kwa sauti kwa ajili ya kuwafundisha maswahaba zake. Kawaida dua hii isomwe kwa siri moyoni, lakini Mtume hapa alisoma kwa sauti kwa ajili ya kuwafundisha maswahaba zake. Usikilize dua yake, wa huwa, na dua yenyewe ndio hii: Allahumma ighfir lahu warhamhu, ewe Mwenyezi Mungu msamehe madhambi yake na umrehemu. Wa afihi min mu'dhiyati alqabri wa fitnatihi, na umlinde na maudhi ya kaburini na fitina zake. Wa'fu anhu, na umsamehe madhambi yake. Wa akrim nuzula, na mkirimu riziki yake ya mgeni. Nuzulu ni riziki ya mgeni. Mgeni wako anapokuja, ile riziki unayomkirimu inaitwa kwa Kiarabu an-nuzul. Sasa huyu marehemu ni mgeni wa Mwenyezi Mungu, anatoka duniani, ameshukia katika nyumba ya Mwenyezi Mungu, nayo ni nyumba ya kizuizi, nyumba ya barzakh, nyumba ya barzakh, nyumba ya kizuizi. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu pale, huyu mgeni mwema, Mwenyezi Mungu amemwandalia riziki ya mgeni, riziki ya mgeni.